السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwezesha tukadiriki Ramadhan katika makumi matatu haya, na sasa tupo katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhan, na hilo kumi la mwisho tumeshaligawa nusu au nusu na kidogo. Ikhwata alkiram, katika darasa yetu ya leo tutatazama nafasi ya kujitathmini kwa mujibu wa malengo ambayo tumeingia nayo ndani ya Ramadhan. Vipi mtu anaweza kujitathmini kwa alikotoka masiku yaliyotangulia ya Ramadhan na siku chache mno zilizobakia, na wapi amejiweka kwa mujibu wa Allah alivyomwekea mja huyu Ramadhani kwake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetufundisha umuhimu wa kutathmini, ndiye aliyetufundisha nafasi ya mja kujikagua, ndiye aliyetufundisha nafasi ya mu'min kupanga na kupangua na kutathmini, na yeye mwenyewe kujiweka mahala, ima kuongeza nguvu kwa mafanikio yake au kurekebisha au kuacha. Allah subhanahu wa ta'ala wakati anatambulisha lengo la ibada ya funga alituambia lengo lake kubwa, ukiachana na yale malengo madogo madogo, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Sasa mwanafunzi yoyote anayekwenda chuo anatakiwa kila muda awe anakaguliwa. Ndio maana kuna mitihani ya wiki, kuna mitihani ya semester, kuna mitihani ya final ya kumalizia semester, kama ni mwanafunzi wa chuo, ambaye mwanafunzi huyu anawekewa zile modules kwamba katika semester hii anatakiwa asome kitu hiki na hiki na hiki, na akimaliza kusoma hiki anatarajiwa awe amekuwa na uwezo fulani, kozi yoyote, fani yoyote. Sasa ikiwa Ramadhanu madrasatun, ikiwa Ramadhani ni chuo ambacho kinawatengeneza watu kwenda kwenye uchamungu, basi pia yule aliyemo katika chuo hiki kabla hata Ramadhani haijamaliza tayari auone mwelekeo wa kuwemo katika kile chuo. Kwa sisi waumini Waislamu tunatakiwa kabla hata kumi hili, pengine kumi la kwanza la pili, kuna mabadiliko yoyote
tunayoyapata katika nafsi zetu, katika miili yetu, katika matendo yetu, katika ibada zetu. Hadha sual wa kullu wahidin minna lahu jawab. Hili ni swali ambalo kila mmoja mfungaji, kila muumini atakiwa awe ana jawabu. Na kama itakuwa tulikuwa tunafunga tu mpaka leo hatujajitazama ili kutazama mustakbali wetu tunapokwenda kuishia Ramadhani, pia itakuwa ni tatizo, kwa sababu tunatarajiwa sisi tukimaliza Ramadhani basi ni mustamiruna fil akhlaqin hasan, ni waendelevu, ni wenye kuendelea kuishi katika tabia njema, ni mustamiruna fil ibadat, ni wenye kuendelea katika ibada. Tulikuwa au tumu ndani ya Ramadhani tunakamata masafu sana, sasa hivi tunasoma Qur'an, japokuwa lile kundi lililoanza kukamata Qur'an mwanzoni silo kundi linaloendelea kukamata Qur'an sasa hivi. Lakini hizi akhlaq zatakiwa ziwe ni zenye kuendelea. Sisi tunatakiwa tuwe tunadumu katika ibada za sunna. Sisi tuwe tumeona ndani ya nafsi zetu kuna mabadiliko ya hubbu salihat wa tarku almunkarat wa tarku alfawahish wa tarku dhunub. Iwe kuna mabadiliko katika kuyapenda mambo ya kheri. Je, tangu iingie Ramadhani sisi tumeona kubadilika kwetu katika kuyapenda ya kheri? Majlisul khairat, majlisul dhikri, vikao vya kheri, vikao vya dhikri, tumeona kuna hamasa ya kuvipenda zaidi kuliko kabla ya Ramadhani. Tumeona kuna mabadiliko ya kuacha maasiya, ile kupenda kuacha maasi. Lakini mabadiliko haya sio tu kwa kuwa tumejizuia na kula na kunywa ndani ya masaa machache. Ni mabadiliko ambayo tunayaona mustakbali wake kwamba hata ikimaliza Ramadhani sisi tunakwenda kuishi katika mfumo huo, sio ya muda mfupi. Kwa sababu Allah aliposema ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu hakusema fi Ramadhan fakat, yani tuwe wachaji Mungu, tunamwogopa sana Mwenyezi Mungu ndani ya kipindi cha Ramadhani tu. Sisi tuwe tunakwenda kuishi ndani ya ucha Mungu hata baada ya Ramadhani. Tuwe tumefanya maamuzi magumu sana. Kama tuliingia ndani ya Ramadhani ni watu wenye kupenda kubeti, watu wenye kupenda kucheza kamari, watu wenye kupenda uzinzi, watu wenye kupenda kuzungumza mambo ya kufitinisha, kusengenya, wenye kupenda lahu, upuuzi, yale yanayomchukiza Mwenyezi Mungu, awe ameona nafsi yake inayachukia, na mwelekeo ni kwamba hata baada ya Ramadhan anakwenda kuendelea kuyachukia, na si kuyachukia tu bali kuyawacha kabisa. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziingiza nyoyo zetu ndani ya Ramadhan, akatupa kipindi kifupi mno. Allah akiamini, kwa sababu ni mjuzi wa kila kitu, kwamba hawa watu wangu na kwenda kuwaingiza kwenye kipindi kifupi, lakini mavuno yake ni ya muda mrefu, kwa ambaye ana mwelekeo wa hiyo saumu yake kukubaliwa. Kwa sababu moja ya ishara ya kukubaliwa saumu ya mtu ni mtu kuwa mwenye kuendelea kuishi ndani ya matendo yale aliyoyapata na kuyazoea ndani ya Ramadhani. Ndipo tukasema hata kama itakuwa si kwa spidi ile ile, kwa sababu Ramadhani tunazidisha. Kwa sababu gani? Kuna kuongezwa matendo, malipo yake, tukazidisha ibada, kusoma Qur'ani sana. Lakini yale hata kama si kwa spidi ile,
lakini yanakwenda kuendelea kwa nafasi ya kwamba yamo ndani ya matendo yetu. Ikhwata alkiram, wanasema kuna alama ikiwa zitadhihiri kwa mtu hata baada ya Ramadhani, basi itaonesha kwamba Ramadhani yake ilikubaliwa mtu. Kwanza, istimraru taa baada Ramadhan. Moja katika mambo ambayo ikiwa mtu atakuwa ni mwenye kuwa nayo baada ya Ramadhani, basi hata Ramadhani yake ni ishara kwamba Ramadhani imekubaliwa. Moja, istimraru taa baada Ramadhan. Baada ya Ramadhani kuwa mtu anaendelea kuishi katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bil asaf, kwa masikitiko, kuna watu mwezi ukiandama tu anarudi kwenye ulevi wake. Mwezi ukiandama tu anarudi kwenye ile tabia yake ya wizi ambayo Ramadhani alijidhibiti kutokuwa nayo. Mwezi ukiandama anarudi kuwa mongo na kuwa mzinifu na kuwa mwenye kusengenya. Mwezi ukiandama anarudi kwenye tabia zake mbaya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofariki, kuna watu walitikisika kidogo kwa mapenzi yao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwao ni Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Alitikisika kidogo, huzuni na ile fadhaa iliyompata, akawa amesahau, akaghafilika hata na aya ya Mwenyezi Mungu ambayo alikuja kusomewa baadaye na Sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar alisema, atakayemsikia yoyote akisema na kunadi kwamba Muhammad kafa, basi kichwa chake halali yake. Nikimsikia mtu anasema Muhammad kafa, basi huyo ninakwenda naye. Yale mapenzi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatamani hata kusikia mtu anazungumza kwamba Mtume kafariki. Alipokuja Sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, akamwambia, akamsomea aya ambayo inapatikana ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, wama Muhammadun illa rasulullah, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wama Muhammadun illa rasulullah afa in mata au qutila qalabtum ala a'qabikum. Hakuwa Muhammad ila ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, mmeishi naye, mmekaa naye huyu, lakini huyu alikuwa ni mjumbe katumwa tu na Allah. Na mwelekeo wa wajumbe wote mnaujua kwamba wajumbe walipita, mitume ilipita ikakaa, lakini muda ulipofika wakaondoka duniani. Na huyu hakuwa lolote zaidi ila alikuwa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Hivi afa imata au qutila, ikiwa atakufa au atauawa au atauliwa, inqalabtum ala aqabikum, hivi nyinyi mtarudi nyuma kwa visigino vyenu? Nyinyi ndo mtaacha Uislamu, kwamba yule alokuja na Uislamu wake kaondoka? Huyu alikuwa mjumbe, na nyinyi mlofikishiwa mshafikishiwa, mshajua haki na batil. Sasa huyu hayupo tena, nyinyi mnarudi nyuma. Alipoisikia aya hii, Sayyiduna Umar akasema kama kwamba sijawahi kuisikia, leo ndio ya kwanza kuisikia. Akabobojoka, akawa nguvu imemwishia baada ya kusikia aya hii. Akarudi kusema na nafsi yake na kuacha ile kauli yake. Watu walikuwa wanakaa pembeni wanamuogopa ataua huyu, lakini amewekwa sawa na maneno ya Mwenyezi Mungu. Na ndivyo waumini walivyo. Inaposomwa maneno ya Mwenyezi Mungu, yanaposomwa mbele yao, basi imani zao huzidi na nyoyo zao hupata hofu. Imani ikarudi vizuri, ikazidi, moyo ukapata woga. Kwa hiyo na sisi vile vile tunayachukua maneno mfano hayo. Ikiwa Ramadhani itamalizika, watu watarudi nyuma. Man kana ya'budu Ramadhan, Ramadhani ikimaliza tutasema hivi,
yule ambaye alikuwa anaiabudu Ramadhani. Kuiabudu Ramadhani ni vipi? Kwamba mtu haswali ila anaswali kwa Ramadhani tu, kwamba mtu hapa hasomi Qur'an ila kwa Ramadhani tu, kwamba mtu hafungi isipokuwa Ramadhani tu, mtu haachi kusema uongo ila Ramadhani tu, na utiifu wake kwa Allah ni Ramadhani tu. Man kana ya'budu Ramadhan fa inna Ramadhan qad intaha, tutasema hivyo, Ramadhani imekwisha. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamutu abada, yule ambaye anamwabudu Allah, Allah hafi, yupo milele na milele. Kwa hiyo ikiwa tupo katika ibada ya kuabudu kikweli kweli, anastahili kuabudiwa, hafi wala haondoki, yupo, ni sisi kukaa kwenye mstari kuendelea na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa mtu atagundua na ataona yupo ni muendelevu, anaendelea katika utiifu kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni moja katika dalili, alama ya kwamba yeye Ramadhani yake imekaa vizuri, imekubaliwa Ramadhani yake. Na jingine, albu'du anil maasi, kukaa mbali na maasi. Ramadhani watu wanaogopa maasi, ingawa wengine wanachukulia Ramadhani ni mchana tu, ikifika usiku yale waliojizuia kuyafanya, sababu muda ushakwisha wa saumu, anaendelea kufanya analotaka. Bado Ramadhani ni asubuhi, ni mchana, ni jioni, ni usiku, ni alfajiri, muda wote ni Ramadhani. Yanastahili kufanywa ndani ya Ramadhani, yanastahili kufanywa nyakati zote. Lakini Ramadhani mtu kajitahidi kuacha maasiya, basi moyo wake uwe unachukia maasi sasa, na kesho baadaye uendelee kuchukia maasi, kwa sababu aliyetukataza tuache maasi yupo, na alitupa alhafidhuna, wale wanaodhibiti matendo yetu tunao ndani ya Ramadhani, tunakwenda kuwa nao baada ya Ramadhani. Basi awe na hadhari na maasi, aendelee kuwa na hadhari na maasi hata baada ya Ramadhani, awe mbali na maasi. Sio mwezi unaonekana, ukisha kuonekana mwezi, yeye anarudi kuanza kushangilia kwa maasi, kushangilia kwa ahadi za maasi. Hapo Ramadhani itakuwa hatujafaulu nayo, tutakuwa tumefeli kwa asilimia zote. Mwenyezi Mungu atuepushe kufeli, atujalie, atupe mafanikio katika Ramadhani, na baada ya Ramadhani tuwe tumediriki kupata maghfira ya Mwenyezi Mungu baada ya Ramadhani, pale ikinadiwa ya kwamba malaika wangu nimewasamehe wote hawa as-saimina, waliofunga nimewasamehe, na sisi tuwe tumo ndani ya kundi la waliosamehewa. Kinyume na hivyo msamaha wa Mwenyezi Mungu hautakuja kwa mtu ambaye ule usiku ambao umesifiwa, usiku wa Idi, Mwenyezi Mungu, Mtume sallallahu alaihi wasallam kausifia kwa utukufu wake, akasema mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu katika Idi, basi huyo kaannahu asahu fi yaumil wa'id, ni kama mtu aliyemuasi Mwenyezi Mungu katika siku ya Kiyama. Kuna mtu anaweza kumuasi Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, basi mithili yake mtu huyo kama vile amesimamishwa katika viwanja vya Kiyama, halafu akamuasi Mwenyezi Mungu pale pale bila woga, bila haya, kwa uzito wake. Lakini watu wale walioacha kupiga mangoma, utakuta siku ile ndio wanazidisha mziki, sema tumeachiwa leo, sihaba, kama vile ndo kapata uhuru wake kutoka kifungoni. Lakini alhasanatu ba'da alhasana, kudumu kuendelea kufanya wema baada ya wema. Yani mtu baada ya Ramadhan awe ni mtu anaendelea kufanya jema baada ya jema. Tumemaliza mfano Ramadhan, basi kuna funga yaitwa sittu min Shawwal, funga ya 6 ya Shawwal. Baada ya Ramadhani sio ndo funga imekwisha, aisindikiza Ramadhani yake kwa siku 6 ndani ya Shawwal. Hilo pia tunakumbushana, na ni jambo la msingi sana, kwamba kuonesha Ramadhani imekubalika
basi mtu awe ni mwenye kuendelea kufanya jema baada ya jema, asirudi nyuma bali asogee mbele. Lakini vile vile ashuuru bitumaninati warahatu nafsiya, vile vile kuendeleza kuwa katika utulivu na raha ya nafsi. Ramadhani tunaona tuna raha ya nafsi, utulivu. Mtu anaona moyo wake unatulizana, hata akikaa kwenye ibada anaona akatulizana, anaona. Na kwa nini unatulizana? Kwa sababu umejiepusha na mengi ya maasi, lakini kwa sababu umo ndani ya ibada nzuri na tukufu mchana mzima, hii inakufanya utulizane. Ndivyo inavyokuwa nafsi, ikiwa inaishi katika ibada basi inakuwa ina utulivu, tofauti na nafsi ambayo inaishi katika maasi, haina raha, haina utulivu, haina usikivu mzuri wa burda, yani ubaridi katika moyo wake, ili ladha inakuwa haipatikani. Bali akiwa yupo katika ibada ndiyo ladha inapatikana, utulivu unapatikana. Basi ukiona baada ya Ramadhan ni mwenye kuendelea kutulizana, na kwa nini unatulizana? Kwa sababu unaishi hata katika dhikri, utajwa Mwenyezi Mungu, na utajwa Mwenyezi Mungu sifa yake ni kukupa wewe moyo wako utulivu. Ikiwa itaendelea hivyo, basi wewe ni nendo, ni dalili ya kwamba Ramadhani yako imekubaliwa, na utatakiwa uendelee kuishi hivyo. Alkhawfu min adami alqabuli, yengine ni kuhofia kukosekana kabul. Mtu anahofia kwanza sasa hivi Ramadhani kwamba asije kuwa kashinda mchana mzima mpaka jioni, halafu akawa hajakubaliwa Ramadhani yake. Anahofia kupoteza muda. Ndio maana kwa sababu ya ile matarajio, arraja, yale matarajio ndio yanamfanya anasoma Qur'ani, analeta dhikri, yale matarajio. Sasa ikiwa anamaliza Ramadhani bado anachunga na kutamani ile kabul, ibada zake ziwe na kabul, ibada zake ziwe na ziada ya kheri na baraka, ikiwa anaishi yuko hivyo, basi anaonesha kwamba huyu Ramadhani yake imekubalika. Huyu bado ana mwendelezo wa yale aliyotoka nayo Ramadhan na baada ya mwezi wa Ramadhan. Hubbul khair wa naf'u nnas, jingine ni kupenda kheri na kunufaisha watu. Alistimraru fi sadaqat, kuendelea kutoa sadaka. Watu wanatoa sana sadaka Ramadhani, nyoyo zinafunguka, matajiri wanatoa sadaka Ramadhani sana. Ikimaliza Ramadhani hatuwaoni. Bahasha tunatembea Ramadhani, baadhi ya muhala hufika Ramadhani, ikimaliza bahasha hazionekani, michele haionekani, mafuta hayaonekani. Sio kwamba wale matajiri wanapata pesa nyingi Ramadhani, nyoyo zao zilikuwa nyepesi kutoa ndani ya Ramadhani, lakini watakiwa wawe ni wenye kuendelea kutoa hata baada ya Ramadhani. Alfuqara walmasakinu yaishuna baada Ramadhani kama ashu fi Ramadhani, masikini na mafukara wanaendelea kuishi, wapo bado baada ya Ramadhani kama walivyokuwa wanaishi ndani ya Ramadhani. Kwa kuendelea kupenda zile kheri, watu wao wanaendelea kupenda kheri baada ya Ramadhani. Ikhwata alkiram, kwa mjumuisho wa hayo yote, kama tumeyaishi hayo yote ndani ya Ramadhani na tunakwenda kuyaishi hayo baada ya Ramadhani, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Hizi ndizo sifa za wacha Mungu. Ikiwa hizi ndizo sifa za wacha Mungu, baada ya Ramadhani hawa watu wao wanaendelea nayo haya mambo ili kuweza kufikia malengo ya ibada. Ikiwa tuliingia ndani ya Ramadhani kwa mazoea, mwezi ushafika tunafunga, si umeingia mwezi ya kufunga, watu kama mazoea tu vile, anakaa na njaa mpaka jioni, hana habari ya lolote, au ana habari kwa Ramadhani tu, Ramadhani imaliza kaisha. Wallahi tutakuwa hatujanufaika nayo Ramadhani, tutakuwa hatujanufaika na kile Allah alichotuandalia tupate ndani ya Ramadhani tukaishi nacho baada ya Ramadhani, na hiyo itakuwa ni hasara. Insha Allah, kwa kumalizia darsa yetu
wale ambao ni wapenzi wa Allah, wachaji Mungu, saa hizi wameshaanza kusikitika. Wanatazama siku, qillatul ayyam, uchache wa siku wanauangalia, wanasikitika. Kwa nini wanasikitika? Kwa sababu wamemfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alisemaje siku moja? Lau ya'lamu ummati, lau umma wangu ungelikuwa unajua ma fi ramadhana, yaliyomo ndani ya Ramadhan, latamanna sanata kullaha, wangelitamani mwaka mzima ukawa ni nini? Ni Ramadhan. Lau umma wangu ungelikuwa unayajua yaliyomo ndani ya Ramadhan, umma wangu ungetamani mwaka mzima uwe Ramadhan. Kwa kutazama hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wema, wacha Mungu, mawalii, basi wanataka Ramadhani iendelee kuwepo na hawajaichoka. Ukijiona umeichoka Ramadhani, unatamani imalize, kuna hatari kwamba hizo ulizozifunga kukubaliwa kwake pia ni hatari. Kuna gatigati, kuna atihati. Ukiona moyo wako unatamani Ramadhani iendelee, kuna dalili njema kwako, bali si kutamani tukulia. Ramadhani ndio inaondoka. Mwezi huu tuliokuwa tunapata bonus na bonus, wewe tazama ofa za duniani unavyozishangilia na kushabikia. Lau hapa msikitini kila tukija tarawih tungelikuwa tunaondoka na kitita cha pesa, kila siku tunaondoka na 100,000, sikwambii 100,000, 10,000 tu, misikiti ingelijaa mpaka nje. Watu wengelikuwa wanakimbilia, wanapigana, hatuna nafasi za kukaa kwa sababu ya 10,000. Kwa sababu gani? Tunaona dhahiri malipo yale kwa hapa, lakini hatuyaoni malipo tunayoyapata kwa vikao kama hivi ndani ya Ramadhan, kwa kusoma Qur'ani ndani ya Ramadhan, kwa sala za tarawih na ibada nyinginezo ndani ya Ramadhan. Lau tungelikuwa tunaona ndiyo yale maneno ya Mtume, tungetamani Ramadhani isiishe. Kwa hiyo wanaojua na wanaofahamu mambo wakamfahamu Mtume vizuri na nyoyo zao zikawa na yakini vizuri, wallahi wanalia kwamba Ramadhani inaondoka, Ramadhani hii nimeipata. Na hii hajajua mtu kama atamaliza, lakini anasema angalau nimediriki kupata siku hizi nilizopata. Je, mimi nitakuwepo mwakani Ramadhani? Swali hilo linamliza na kumtatiza. Mwenyezi Mungu atujalie tu katika wale waliofunga Ramadhani na kukubaliwa saumu zao, lakini kwenda kuyaishi maisha mazuri tuliyoyapitia Ramadhani, maisha ya kheri, ya kupenda kheri na kuchukia maasi, ili tuwe ni wenye kuendelea. Tukifikia hivyo tutakuwa tumefikia lengo la kuwa muttaqun, wenye kumcha Mwenyezi Mungu ndani ya Ramadhani, wenye kumcha Mwenyezi Mungu baada ya Ramadhani. Na insha Allah leo tungependa tuifunge darsa yetu ya Ramadhani kwa sababu ya baadhi ya ishtighali mbalimbali na maandalizi mbalimbali, pamoja na kwamba hii ni katika kheri, lakini inawezekana kuna kheri za ziada ambazo mtu angetaka kupata faragha nazo mwenyewe binafsi. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie katika vikao vyote tulivyovikaa darasa hizi na vikao vingine tulivyokaa vya faragha wenyewe peke yetu na vikao tulizokusanyika kwa pamoja ndani ya msikiti na nje ya msikiti, Allah ajalie iwe ni wenye kutupandisha daraja mbele yake. Atujalie viwe ni kafara ya madhambi yetu, ajalie ni kafara ya madhambi yetu na msamaha wake na rahma zake tumezipata, na kumi hili tunapata itqum minan nar, kuachwa huru na moto wa Mwenyezi Mungu. Imalize Ramadhan hali ya kuwa ametusamehe na ameturidhia na ametupokea. Atupende Mwenyezi Mungu, atupende Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasi tumpende Mwenyezi Mungu na tumpende Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tuwapende waja wema na mawalii wake. Wabillahi tawfiq. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.